Lori Denman aligundua kwa mara ya kwanza kuwa kuna jambo lisilo la kawaida mwilini mwake baada ya kuona minyoo mrefu wa takriban mita 1 alipoenda chooni. Ilikuwa ya kutisha sana, ilifanana na utepe wenye mistari midogo midogo, alisema Lori mwenye umri wa miaka 42 kutoka Wales. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kwanza ya ugonjwa wa neurocysticercosis, hali iliyosababisha minyoo 38 kupatikana kwenye ubongo wake na kusababisha maumivu makali ya kichwa, degedege na matatizo ya kisaikolojia. Lori ni miongoni mwa watu wachache nchini Uingereza waliowahi kugunduliwa kuwa na maambukizi hayo ya ubongo yanayosababishwa na mabuu ya minyoo ya nguruwe. Daktari aliniambia, tumeangalia picha za uchunguzi wako na tumegundua kuna minyoo 38 kwenye ubongo wako. Mimi na mama yangu tulitazamana kwa mshangao, tukajiuliza ni kitu gani hiki, alisema Lori. Mwanzoni madaktari walidhani alikuwa na toxoplasmosis, maambukizi yanayoenezwa kupitia kugusana na kinyesi cha paka aliyeambukizwa. Hata hivyo, mama yake aliwauliza madaktari kama hali hiyo inaweza kuwa inahusiana na minyoo aliyokuwa ameipata mwaka mmoja uliopita. Baada ya uchunguzi, hatimaye aligunduliwa kuwa na ugonjwa wa neurocysticercosis. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, watu wanaweza kupata maambukizi hayo kwa kula nyama mbichi ya nguruwe au isiyopikwa vizuri, kunywa maji yaliyochafuliwa na mayai ya minyoo au kutokana na tabia duni za usafi. Ugonjwa huu ni nadra sana nchini Uingereza na visa vingi huonekana kwa watu waliotoka katika maeneo ambako ugonjwa huu ni wa kawaida. Daktari Haley ambaye alikuwa akimhudumia Lori alisema kuwa hicho ndo kilikuwa kisa cha kwanza cha aina hiyo kukiona katika maisha yake yote ya taaluma. Baada ya miaka kadhaa ya kupona, sasa anataka kutumia uzoefu wake kuhamasisha watu kuhusu ugonjwa huo. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.